Tujaribu kuliangazia ile sakata la uwanja. Hivi linatoa taswira gani kwa kama nchi? Tumeona tuna moja ya viwanja vikubwa sana na ni moja ya viwanja vitishio kusema kweli kwa sasa Afrika. Hakuna mtu ambaye ajui kuhusu Benjamin Mkapa. Kutokana na changamoto ambazo zijitokeza, sisi kama taifa tunapata funzo gani kwa namna ambavyo jambo umeliona? Funzo ambalo tunalipata ni swala zima la kufuatilia mambo mapema, kwa sababu swala la kuchaguliwa kwa uwanja ambao utatumika kwa finali ya pili kwa maana ya ile second league lilikuwa ni swala ambalo halikuwa la muda mrefu, kwa sababu Simba kabla ya kucheza finali ya kwanza kule Morocco tayari Simba alikuwa ameshaandaa akili yake kwamba anaenda kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini kutokana na maandalizi kuwa ya chini ndio amefanya mpaka venue kubadilishwa, kwa maana uwanja kubadilishwa na kuwa New Amani Complex. Lakini shirikisho ambalo linahusika katika utayarishaji wa viwanja linapaswa kufanya mambo mapema kabla ya mchezo wa kwanza kuhusika na kwa ajili ya mchezo wa pili. Sawa, mtazamaji wa Yusko TV, hiyo ndo ilikuwa tathmini yetu ya kuelekea katika mchezo huu wa finali ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika, finali ambayo inawahusisha wenyeji Simba dhidi ya RS Berkane kutoka kule nchini Morocco. Na mimi niseme kama ambavyo Simba wao wanasema, lakini dakika 90 ndo zitaamua kesho katika uwanja wa Amani pale Complex. Hii tunavuka, lakini kuna kazi kubwa ya kufanyika. Ama wanasema wenyewe hii tunabeba, si ndivyo? Kuna kazi kubwa ambayo inapaswa kufanyika ili tuone Simba wanaweza kwenda kuandika historia ya kutoa taji hili barani Afrika. Tuzungumzie kidogo, unaiona Berkane akichukua bingwa ama Simba kesho? Mpaka sasa hivi kwa asilimia kubwa Berkane yupo katika uwezo wa kuchukua bingwa. Sawa, mwenzangu amemaliza. Berkane ana nafasi kubwa sana ya kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho kwa mara nyingine mfululizo. Na wewe mtazamaji wetu hapo, tuandikie maoni yako kile ambacho tumekizungumza hapa. Tuambie unaonaje, Berkane ama Simba ana nafasi ya kubeba kama ambavyo wenyewe wanasema hii tunabeba. Usisahau kusubscribe na comment, like na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu tu pindi pale ambapo tutakuwa tumeweka taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia bila kusahau taarifa za kiburudani. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ali Salum, lakini kwa siku ya leo nilikuwa na mchambuzi wangu hapa Ahmadi Omari. Mpaka wakati mwingine.